sana mtazamaji wa TVE na mwanamichezo popote pale ulipo. Kwanza awali ya yote ni kuombe radhi kwa kuchelewa kuanza kipindi cha namba 10 ambacho mara zote huwa kinaanza saa 6 kamili mpaka saa 9, lakini ukitazama muda na ama wakati huu ni saa 6 na dakika zaidi ya 40, hivyo kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu ndio ambao imesababisha mpaka sisi tumechelewa kuanza hiki ambacho wewe mara zote huwa unakisubiri hapa kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, ambapo kuna mchanganyiko wa taarifa mbalimbali za michezo, iwe mpira wa miguu, tennis, boxing ama mchezo wowote ule. Hii ni show namba 1 ya TV Tanzania nzima, kwa maana katika wiki ya siku husika. Ni kukaribisha tena, mimi ni Idi Nonga. Kubwa zaidi leo tutaitazama michuano mikubwa ya soka ngazi ya vilabu barani Afrika. Ukiacha klabu bingwa barani Afrika, ni kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo wawakilishi wetu wa Tanzania Simba Sports, ambao pia katika nchi ya Afrika Mashariki ni timu pekee ambayo imesalia kunako michuano hiyo, ambapo jana walichanga karata zao za kwanza katika mchezo wa hatua ya nusu fainali mara baada ya muda mrefu kupita kuto kucheza katika hatua hiyo, na kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Stellenbosch kutoka kule nchini Afrika ya Kusini. Mchezo mwingine ambao pia ulipigwa kule Municipality nchini Morocco, RS Berkane walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya CS Constantine ya kule nchini Algeria. Je, michezo hii tumeitazama vipi ama kiufundi itatazamwa vipi? Ndiyo kick-off number 1 ambao leo tutaitazama. Kwenye kick-off number 2 tutaitazama michuano ama ligi bora kabisa barani Ulaya ya EPL. Je, unajua kama Liverpool katika mchezo wao ujao watashinda dhidi ya Spurs watakuwa mabingwa kwa mara 20 ya EPL, na kama Arsenal wao watapoteza dhidi ya Crystal Palace huenda wakapunguzia kasi ama kazi kubwa Liverpool kwenda kutwaa taji hilo. Hiyo yote itatupa nafasi sisi ya kuitazama kick-off number 2, lakini itaturudisha nyuma kwenye michezo ambayo imepigwa katika siku ya jana, ambapo Arsenal wakiwa na hasira kali walifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Ipswich Town, huku Leicester City rasmi sasa wameshuka daraja mara baada ya muda mrefu kuizungumza hivyo, wakifungwa dhidi ya Liverpool. Kick-off number 3 ambapo tunatazama mtazamo wa vichwa mbalimbali vya magazeti, pia ipo review ligi kusoka Tanzania bara na ambayo imeendelea. Swali kubwa, je, Jonathan Soa angeanza mapema? Hiki ambacho tunakizungumza, nani mfungaji bora? Huenda kitendawili kingekuwa amekimaliza mapema. Tutaitazama Singida Black Stars ambayo kwa sasa ni moto wa kuotea mbali kunako ligi hiyo. Kwingineko, Kagera Sugar imerudi kule ambapo ilikuwa mwanzoni mara baada ya kupoteza tena mchezo mwingine awamu hii wakiwa nyumbani dhidi ya Azam FC, mchezo ambao ulimalizika kwa jumla ya mabao 6 katika mchezo huo, Azam wakifanikiwa kuibuka na ushindi mabao 4-2. Na Mungu ambao pia walishinda dhidi ya Mashujaa. Kuna matukio makubwa ya kimaamuzi ambao pia sisi yatatupa nafasi ya kuitazama mitandaoni. Pia kuna yale makubwa ambayo yamezungumzwa, nayo pia utapata, na maanisha login, bila kusahau preview ambao pia itatupa nafasi leo kuwatazama mabingwa watetezi wa ligi kusoka Tanzania bara Young Africa ambao wako kule mkoani Manyara katika dimba la Kwara wakicheza dhidi ya Fountain Gate. Je, awamu hii Fountain Gate watafanya kitu tofauti ambacho wengi tunadhania huenda ikawa ni faida kubwa kwa Simba Sports, ama wataendelea kupoteza michezo kama ambavyo mara zote wakicheza na Young Africa wamekuwa wakiambulia vipigo? Spurs leo watakuwa dimbani pamoja na michezo mingine mingi ambayo leo pia inachukua nafasi, kwa maana Ken Gold ambao wao pia wapo katika nafasi mbaya leo watacheza dhidi ya Coastal Union pale mkoani Tanga. Yote kwa yote, nipo na wachambuzi magwiji hapa. Zuberi Mkalaboko yuko upande wangu wa kulia, lakini pia upande wa kushoto yuko mwalimu wa mpira Teacher Tigana Lukinja. Bwana, sikukuu zimeendaje ndugu zangu? Yes. Huko upande wangu inaenda vizuri. Ndio maana unaona nimerejea kuwajibika. Sura yangu ikiwa kama ile tulivyoachana siku ya Ijumaa. Ina bashasha mpwa. Yes, kwa sababu otherwise siku za sikukuu kawi kutoka Ngeu hapa plus nikaja hapa heka lakini heka zinakuwa nyingi. Nashukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nimerejea salama. Na kulikuwa kuna kauli ama vitu kwa vinatembea, unajua ilipita sikukuu ya Idi hapa katikati, sasa imekuja sikukuu ya Pasaka. Watu walikuwa kuna mmoja alikuwa anauliza eti bwana, wakati Yesu anafanikisha, unajua samaki wapatikane kwenye ule mtumbo, wale watu wanauliza bwana, wale samaki walikuwa ni vibua au sangara?
Hapo ndo mwamba kaingia na kakula hapo kwenye sikukuu za watu. Anauliza Bwana anauliza bwana bwana wale ni vibua au sangaa? Tujibu. Kwa sababu kwenye sikukuu watu ukiingia sikukuu ya Eid unaambia bwana tusomee sura fulani ili uingie. Kuna mamluki fulani hivi. Kaka utumia mbinu gani wewe ulikuwa unakaribisha kila mtu bwana Zuberi? Ni utu tu. Ulikuwa una baya kaka. Sikukuu zana yake ni kukarimiana, kuonyeshana ukarimu kwa maana ya ibada hizi, lakini kuonyeshana upendo. Unajua ukarimu unafanya watu waonyeshane upendo. Sasa bahati mbaya tuko kwenye ulimwengu ambao umeondoa sana ukarimu. Ulimwengu wa kibepari, kila mtu anapambana na hali yake. Sasa ndio unaotuondolea ukarimu. Kwa chakula kikipigwa watu majirani wao. Maana sasa hivi watu wanahoji mpaka kualikana. Sio kitu kizuri sana. Tafsiri yake ulimwengu unaondoka kabisa kwenye ule utu wa kufanyana ukarimu. Mpaka kualikana watu watafuta. Lakini sikukuu ilikuwa ikiwa Pasaka, mtu anaamini nitakwenda kula kwa rafiki. Hata kama ujao unasema bwana mimi nitakula kwa rafiki zangu Waislamu. Takula tu. Lakini safari hii mialiko nayo inatengenezewa mfumo. Imekuwa migumu. Umenikumbusha siku za nyuma kule Njombe maskani. Kulikuwa hii madalali wa nyumba walikuwa hawapo. Kwa hiyo jukumu la kutafuta chumba lilikuwa liko na wewe mwenyewe unahitaji. Unajua unapita kila nyumba, jamani hapa kuna chumba. Sasa kwenye sherehe kama hizi na wale wazamiaji ndio kama ile saa 7 saa 8 kama anatafuta chumba vile hodi afike nyumba 2 3 atakuta kuna mpunga na anakula anatoka zake. Wadozo wamekata. Wewe pia mwana michezo najua umefurahia vizuri sana sikukuu ya Pasaka leo ikiwa ni Jumatatu nyingine tena, ikiwa ni Jumatatu ya Pasaka ambapo kwa sasa waumini wa dini ya Kikristo wana masikitiko makubwa. Mpo wangu Zuberi na wewe pia unatazama Pope Francis yeye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Mumia ameugua huyu bwana kwa muda mrefu na siku za hivi karibuni alionekana hadharani, lakini isivyo bahati leo Mwenyezi Mungu amemchukua na dini ya Kikristo kwa maana waumini wapo katika majonzi makubwa ya kumpoteza mfuasi na kiongozi mkubwa wa dini ya Kikristo duniani kote. Roman Catholic. Tunasema bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Sisi tunakukaribisha kuitazama Namba 10 ambapo leo unaweza tukawa tuko tofauti kidogo sababu ni siku ya sikukuu, ni Easter Monday hii. Wewe una nafasi sasa kushiriki nasi moja kwa moja. Unaweza kumtumia ujumbe hapa mpo wangu Tigana Lukinja kupitia Instagram yake ya Tigana TZ, lakini pia Zuberi Mkalaboko unaweza kumwandikia chochote kile ambacho unahisi kitakuwa kizuri leo hapa kwenye kick off number 1 ambao tunaitazama. Lakini alikadhalika mimi Idi Nonga, ukiandika Idi Nonga _ kwenye Instagram ukinitumia kule DM tutaweza kuisoma. Ndivyo hivi inatukaribisha ama inakufanya wewe sisi tutazame, tukianza na kick off number 1 na tunawatazama Simba Sports, mnyama mkali ambaye ndiyo mwakilishi pekee kutoka Tanzania na Afrika Mashariki na Kati kunako michuano ya shirikisho hapa barani Afrika katika hatua ya nusu finali. Sio record tu ambao ameiweka kama nchi, lakini pia ikiwa yeye Simba mwenyewe binafsi imepita muda mrefu mno kushiriki michuano hii na kuingia katika hatua ya nusu finali kwa maana na kombe la shirikisho ambalo kwa muda mrefu alikuwa alibatizwa jina la kuitwa mwaka robo. Sasa wametinga kwenye hatua hii ya nusu finali na wamecheza mchezo huo katika dimba jipya ama New Aman kule visiwani Zanzibar, na mchezo kumalizika kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Stellenbosch, goli ambalo lilifungwa katika dakika za mwisho kabisa kipindi cha kwanza na Jan Chale Ahwa, ambaye huyu pia katika dakika za mwisho alizua mjadala mkubwa mara baada ya kukosa bao la wazi katika mchezo ule ambao mimi naweza nikasema hivyo, lakini wachambuzi wakawa na ruka tofauti kabisa, na wewe ambao unatazama ukawa na maoni tofauti ambayo pia tumekupa nafasi ya kutuandikia kwenye Instagram yangu ambayo nimekwambia ya Idi Nonga _ tuaniandikia hapa, tutashare wote kwa pamoja, kumwandikia pia Zuberi pamoja na Tigana TZ. Sasa teacher, tunaingia moja kwa moja kiwanjani kutazama mchezo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika la Simba Sports ambao wao walifanikiwa kuibuka na ushindi wa 1-0, ushindi ambao mara baada ya dakika 90 kumalizika ulitoa tafsiri yoyote ya lugha ya kimwili kwa wachezaji wa Simba Sports. Ile filimbi ya mwisho ya Jean Charles Ndala kutoka DRC asema bwana tumemaliza hapa, tusubiri ungwe ya pili ambayo itafanyika kule nchini Afrika Kusini. Board language ya wachezaji imetafsiri chochote? Yes, imetafsiri. Ilichotafsiri zaidi cha kwanza ilikuwa ni majuto ya kutokuweka gap kubwa, kwa sababu inafahamu
historia ya football ya Afrika, advantage ya kucheza nyumbani na kucheza away. Wanaona kama hawajatumia fursa vizuri ya kucheza nyumbani kwa sababu ya kutengeneza gap la point la magoli ili mrahisishie mchezo wa pili. Sasa ni lugha ya majuto kwa sababu hata training yao, suppose umepata ushindi mkubwa labda wa 3-5 maana yake hata preparation yenu itakuwa ya kadri kutokana na mtaji mlionao kibindoni. Lakini sasa kwa mazingira haya ya bao moja unamtamanisha mpinzani kuamini kama mechi bado iko hai. Hivyo basi hata kuanzia training na nini itazidi kuwa ngumu katika misingi ya kuwaimarisha ili muweze kufanya vizuri katika mechi ijayo. Cha kwanza huko kwenye physical fitness kwamba muwe na utimamu ule wa kuweza kuhimili dakika 90, lakini pia kwenye eneo la tactics and techniques muwe vizuri, kitu ambacho kama game hii ingegeuka ile ya Berkane, kwa walioona game ya Berkane, yani Berkane kule anaamini hata akilose discipline ni vigumu kufungwa bao 5 yani at least 4 za kubalance mchezo kwanza ili aanze sura mpya. Kwa hiyo nilichojifunza kutoka kwao, hawakuwa na na mazingira rafiki, comfortability baada ya matokeo, na hasa kuonekana ile nafasi aliyoipoteza Jean-Claude Ahoua kuwagusa sana, imewagusa sana wenzake. Tunasema imewademonstrate. Sawa, ndivyo tumeanza hivyo kutazama mchezo mkubwa kabisa kombe la shirikisho barani Afrika la Simba Sports ambao wamecheza dhidi ya Stellenbosch. Umemsikiliza hapa na kumtazama Mpwatigana Lukinja akiuzungumzia mchezo huo. Zuberi Kalaboko, wakati mchezo unaanza, Stellenbosch ni kama timu ambayo ilikuwa inatafuta sare ama aina ya matokeo ambayo wameyapata. Alikuwa mara nyingi wanajaribu kupozesha mchezo na kushambulia mashambulizi ya kushtukiza. Wamefanikiwa kwa namna gani kwa aina hii ya matokeo ambayo yamepatikana? Yako maeneo waliofanikiwa. Kwanza walipunguza ubunifu wa Simba kushambulia. Kwa maana Simba fumo ambao alicheza Stellenbosch, Simba kwa analazimika kama mtu ambaye anazima kibatari kwenye chumba chenye giza. Kwa maana kuwarudia maeneo yote ya kutengeneza mikimbio, kwa maana running loose, lakini kuwazuia kwenye zile running path. Unazuia mtu sehemu anayotengeneza mikimbio, unamzuia sehemu anazotakiwa kukimbia. Maana unaweza kutengeneza mikimbio kwa maana running loose, lakini unazuia sehemu unazotakiwa kukimbia. Kwa faida ipi? Faida yake ni kwamba utagundua katika kipindi chote cha kwanza Simba walitaabika mno kutengeneza nafasi sahihi. Angalau kipindi cha pili ndio wakapata nafasi zote 5. Angalau kipindi cha kwanza wanatengeneza nafasi kwa uchache. Kwa nini? Stellenbosch walifanikiwa kuwazuia Simba. Hata goli lao halikutokana na maeneo ya kutengeneza nafasi kwa usahihi. Ilikuwa limetokea eneo ambalo liko mbali. Tafsiri yake walimfanya Mpanzu asifanye majukumu yake mepesi, aingie kwenye majukumu magumu. Ndio maana Mpanzu muda mwingi alikuwa anaonekana ubora wake uko mbali na lango. Tafsiri ni kwamba walijitahidi hawa kuwafanya Simba wazime kibatari kwenye chumba chenye giza kwa mfumo wa kucheza. Jaza watu wengi, lakini pia wakikaa kwenye maeneo sahihi ya Simba kutengeneza nafasi, lakini pia wakizizuia hizo nafasi. Kwa sababu kuna wakati mnaweza mkakaa wengi, haina maana mkagondesha wapinzani wenu kucheza. Mnaweza mkakaa wengi kama mpo kwenye nafasi peke yake na muakabi wakiwa wanakuja kwenye nafasi, bado mmejipa wakati mgumu. Kwa walikuwa wamekaa wengi lakini wanafanya coverage nzuri. Maeneo mengi ambayo Simba alikuwa akienda wanapata wakati mgumu. Ndio maana ubunifu wa Simba kuipenya ngome ya Stellenbosch ukawa mdogo. Na hata wakifanikiwa kupenya, basi muda mwingi wanajikuta kwenye shinikizo kubwa kwa sababu mipira wanaipata katika pressure kubwa. Hicho ndio kitu ambacho Stellenbosch walifanikiwa. Lakini kongole kwa Simba wenyewe, waliweza kufunga goli kupitia mitindo tofauti na mazingira ya mchezo ulivyokuwa mgumu kwa namna Stellenbosch walikuwa wanajilinda. Kwa sababu wakati mwingine football ndio maana kuna magoli ya set play. Pindi ambapo hampati open play. Sasa set play kama unaweza kuzitumia vizuri, open play inakuwa ngumu. Mkitengeneza set play inakupenda nafasi. Lakini yote ni kwamba ugumu ambao waliupata Simba ilikuwa ni uwezo wao wa kuweza kutengeneza nafasi zile ambazo zinatokana na open play pindi ambapo wanabanwa zaidi. Ndio unagundua kwamba hawaunganiki kucheza kama timu, kila mmoja anaanza kupambana kama mchezaji kwenye timu. Utamwona Mpanzu tutamhesabu matukio yake binafsi mengi. Ukimwangalia Kibu utamhesabu matukio yake binafsi mengi, na hasa kipindi cha kwanza kwa sababu walikuwa wamebanwa vizuri. Goli tu ndio likatenganisha cha mpango wa mechi baada ya Stellenbosch kuona kwamba nao hawana cha kupoteza tena, isije wakaruhusu mabao mengi, ndio wakaanza kucheza mchezo wao. Kwa kweli nidhamu ya kujilinda Stellenbosch ilikwenda kwa hesabu nzuri. Kilichokataa ni yale makosa ya kuruhusu goli ambayo wakati mwingine unaweza kusema goli lenyewe nalo hata mlinda mlango naye anayo nafasi kwenye eneo lile, kwa sababu wakati mwingine mipira ya standard situation kama inapita na kwenda golini huwezi kumtenganisha mlinda mlango. Tisha anaweza kusaidia. Mipira ya kutengwa nje ya kupita ukuta
jukumu linabaki la mlinda mlango, kwa sababu ni mpira unaoonekana, kwa maana kwamba upo kwenye rada muda wote. Sasa ndio kitu ambacho nilijaribu kukiona na mapungufu ambayo yalikuja. Sawa. Mpwa, kulikuwa kuna matukio kadhaa ama kulikuwa kuna mwendelezo kadhaa wa utengenezaji wa mashambulizi wa Simba Sports kupitia kwa Kibu Denis Prosper pamoja na Eli Mpanzu, bila kumsahau Jean Charles Ahoua. Hawa wote mara nyingi tuliwazoea kwa namna Mpanzu pamoja na Kibu tungeamini ni wachezaji ambao wangetumia muda mwingi kutokea pembeni, lakini walikuwa na cutting na kuingia eneo la katikati. Kimbinu ulikuwa ni beka, kwa maana kocha wa Stellenbosch alikuwa anawalazimisha waufuate msito wa watu wengi na kujaribu kupiga penetration pass ambazo mara kadhaa walikuwa wanafanywa madhambi, lakini mara nyingi Stellenbosch kama sio Simba hawajafanya majaribu, kwa maana wachezaji basi mashambulizi huwa anafia kwa kipa ama mashambulizi huwa linaondoka. Kwa nini ilikuwa hivi? Cha kwanza waliufanya uwanja kuwa naro na walikuwa na sababu nao ya kuwa naro. Okay. Winga hawakai nje, wanakaa ndani kwenye zile channel. Channel ya pili kwa upande wa kulia na channel ya pili kwa upande wa kushoto. Maana yake pale katikati watakutana na ile channel C ambayo ndio kubwa ile, ambayo inahusisha goli ya goli na kile kizingo cha D kuja hapa kati. Kwa hiyo ukiacha channel 1 ukaingia ndani kwenye channel 2 na winga wa kulia naye akaacha ya kushoto akaacha channel 1 akaingia channel 2, maana yake hii mmetandika reli ya mafullback wenu kupita na kwenda kupiga cross ambao sasa ndio wingback hawa. Sasa kwa sababu wana watu wazuri kwenye situation kama hii, wanaye Shomari, wanaye Shabalala, kwa hiyo wakaachiwa reli ya overlap wao wakapiga pale. Kwa hiyo Simba ikawabana. Lakini pili, inawezekana kuwa inaanzia kwenye video analyst, jinsi ya wale wanavyoanza shambulizi. Watu gani wanaweza kuanza kufanya labda ni high pressing au kufanya marking na waka track back. Nataka upate watu energetic. Kwa mfano sifa kubwa ya Kibu ni energetic, ni mtu mwenye nguvu. Kibu yani kunoti ndani ya uwanja kwamba saizi kachoka ni nadra sana. Atakwenda katika rate ile ile, atashuka chini, atapanda na mipira. Kwa unapomgea jukumu la kuingia mstari moja ndani kama ambapo clip hii inaonekana, maana yake ni kwamba kuna area atakuwa anacheza, unaona anapokelea mipira hapo, ina maana kaacha channel hii. Unamwona huyu mchezaji wa Stellenbosch ambaye nadhani ni yule De Jong, huyu mzungu anarudi. Hii kuja huku anapopita Kapombe huyu. Kuja kwa line ndio tunasema channel 1. Kwa hiyo unaiacha unakwenda kucheza ya pili kwa sababu ya kumruhusu huyu wa chini au yana overlap. Sawa. Tutazame sasa mazingira ya aina ya bao ambalo lilipatikana kwenye mchezo huu ambao lilizua mjadala mkubwa katika kipindi cha kwanza ambacho Simba Sports kwa kiasi kikubwa waliutawala mchezo huu, ambapo pia tutatazama kitu kingine, lakini tuanzie aina ya goli ambalo lilipatikana kwenye dakika za mwisho kabisa ya kipindi cha kwanza, na subiri ndio mjadala mkubwa ukaanzia hapo. Mwanzoni lilionekana kama ni bao tu la kawaida, lakini baadaye ikahitaji usaidizi wa VAR na ikatan sasa kuwa na mazingira tofauti ya mjadala. Kwa mtazamo wako ni aina gani na goli ambalo lilifungwa, na wewe unasimama upande upi? Ilikuwa ni offside ama ilikuwa ni onside ambao alifanya Kibu Denis Prosper? Goli lilivyofungwa kwanza limeingia kwenye majukumu ya msingi matatu ya VAR. VAR kiwanjani inafanya majukumu matatu. Inatafuta red card, inatafuta penalty, inatafuta offside. Lakini offside unaikamataje? Unaikamata offside kwenye maeneo matatu. Kwa mujibu wa sheria namba 11 imeeleza vema, unakamata offside kwenye eneo la faida, unakamata offside kwenye kuingilia mchezo, nafikiri unajua, lakini unakamata offside kwenye eneo la faida, kuingilia mchezo na kumwingilia mpinzani. Sasa eneo hili ambapo walikuwa wanajaribu kuitafuta offside kwa Kibu Denis ilikuwa ni kumwingilia mpinzani, kwa maana akitazamwa kama mlinda mlango katengenezewa rapture. Kiuhalisia ndiko mahala ambako fasili ya offside imekuja, japo wengi walidhani labda unaangaliwa kama ni mkono au la, lakini kwangu mimi naona namna ambavyo imetazamika na ilivyofasilika na muamuzi kupitia video assistant referee kwa maana VAR, na kuonesha kwamba namna gani Kibu Denis hajaingilia mpinzani, naungana na muamuzi kwamba ilikuwa ni ilikuwa sahihi. Mpo unasemaje? Kama ambaye anatakiwa anayetajwa kwenye hii offside trap, mtego aliouandaa Stellenbosch, kwa maana ule mstari wao, hapana, Kibu hayupo offside. Hayupo offside kwa sababu tukipata hii picha kwa ufasaha utaona position ya kwanza ya Kibu aliyofanya, alafu anaenda kufanya action ya pili, tunaita U-turn. Anapita mbele ya mlinzi ambaye yuko mbele yake.
si ndivyo? Na anakwenda kuonesha kuashiria kuweka mguu. Sasa positioning offside, yes, nadhani hapa tutapata director atatuwekea vizuri. Kwa nini Kibu hakuwa offside licha ya kukimbia mbele? Hakutuama, hakuwa na kituo, alitoka according to movement ya ule mpira. Alikuwa mbele ya mlinzi akakatiza kwa mbele. Yani yule, kama tutapata hapo utaona alikuwa pembezoni mwa mlinzi na amempita mbele yake kwenda kwenye sehemu ya mpira. Yes. Hapa kidogo director akirudi nyuma zaidi hapo tunaipata hichi kitu tunachotaka kuki-explain hapo. Muone movement ya Kibu. Hii kwenye changamoto ya VAR kufanya tafsiri ya hii. Yes. Tena kama atarejea hapa ndo tutaipata kwenye kile kitu ambacho nilikuwa ni ianze mwanzoni, sio? Yes, manake offside hapo. Yes, kuanzia hapo tukirudi kidogo tutaona kwa nini Kibu hakuwa kwenye offside kwenye ile situation. Kakimbia, yes. Hapa ndo inamuonesha Kibu anavopita mbele ya mlinzi kwenda kwenda kwenye ile position ya pili wakati mpira ushapigwa, watu wakiamini ni offside. Kuna njia nyingine ya kuvunja mtego wa offside. Huwa wanasema U-turn. Unaweza kuwa kwenye offside position, ukatoka ukamzunguka last defender alafu ukaendelea na safari yako. Lakini hapo ukiangalia ulivyokuwa sambamba, Kibu anatoka kwa yule mlinzi wa mwisho, anakwenda mbele yake kwenda kucheza ule mpira. Kwa ni bao. Na ndio maana VAR hapa mwamuzi alichokifanya amekwenda kwenye kitu anaita OFR. OFR ni on field review. Yani kile kinachotupa review pale, marejeo ya pale uwanjani. Lakini kuna panel ya nani sasa ya VAR ambao ndio walikuwa wamejaji. Ndio maana unaona kama kuna kubishana kwa hoja. Kubishana kwa hoja na time ambayo ilitumika pale. Mwisho wa siku wakarule out kwamba hii ni goli. Maana yake kama ingekuwa ni offside basi wangeikataa kwa kupitia watu wa kwanza wale tunaita video assistance referee, msaada wa referee, yani kama referee msaidizi. Amesha rule out kwamba ni clear goal. Kwa hiyo unapaswa kuitambua kwamba ni goal. Kama unajiunga nasi, hii ni namba 10, tupo katika kick off namba 1. Hapa tunatazama michuano mikubwa barani Afrika ngazi ya vilabu. Kombe la shirikisho, Simba Sports wao wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Stellenbosch kutoka kule nchini Afrika Kusini. Hawa ndio wametuanzishia leo mada yetu, na tunaendelea kutazama mchezo huu ambapo kipindi cha kwanza ulimalizika kwa Simba kuongoza bao 1-0. Kipindi cha pili mashambulizi yaliendelea kwa upande wa Simba, lakini hakuna bao lolote ambalo lilipatikana kwenye dakika za mwanzoni mpaka kwenye dakika za mwisho wa mchezo. Kulihitajika kufanyike nini kipindi cha pili, Zuberi? Simba wamekuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kutawala mchezo. Isipokuwa wanakosa uwiano wa matokeo. Natawala mchezo unakosa uwiano wa matokeo. Kwa sababu ukitawala mchezo maana yake maeneo yote matatu ya mchezo yako chini ya himaya yako, unaamua wewe nini ufanye. Unapanga mashambulizi, unatengeneza nafasi, unatakiwa usitumie nafasi. Simba wana uwezo mzuri sana wa kutawala mchezo. Watu wanapanga mashambulizi, wanatengeneza mashambulizi, lakini tabu inakuwa kwenye kutumia nafasi. Ndio maana ukaona katika mchezo mzima jana, na mchezaji wa mechi aliyecheza kwa ufanisi zaidi alikuwa ni Jean Charles Ahoua. Kwa maana akiwa na alama 8.5 kwa wachezaji wote wa mechi. Husika kwenye miguso mingi ya mpira, kwenye final third tena ikiwa ina matunda sahihi, lakini tabu ni kwamba tukio la mwisho ambalo hakuonekana ufanisi likasaulisha takwimu zote zikiwalisia ambazo takwimu ziko juu. Shida ya Simba ni namna ya kupata utulivu kumalizia nafasi wanazotengeneza. Tena nafasi kubwa na nafasi ndogo. Kwa mfano kwenye mchezo mzima walitengeneza nafasi kubwa 5, hawakuitumia hata moja. Ukiondoa nafasi ile ya mpira wa kutengwa ambayo ilizalisha goli kwa maana free kick. Sasa tafsiri yake ni nini? Timu hii kwenye open play, kwenye mechi ngumu ambazo wanabanwa sana, hawana uwezo mzuri wa kutumia nafasi. Sasa hiyo ndio eneo ambalo ukirudi ndani unagundua kwa nini wanakuwa hivyo. Tabu ya Simba kwenye kutumia nafasi, hawachezi kama mapacha. Inakuwa kama chaja ya Kobe, beti utoe huku kalichomeka huko. Chukua huko kiweka golo. Yani Simba ukivitenganisha, Simba wanashambulia kama chaja ya Kobe. Simu hutumika kabisa. Ukiweka tofauti tu basi. Beti uweke huko. Mpanzu anaonekana peke yake, Kibu anaonekana peke yake, au anaonekana peke yake. Na hata goli la mwisho bado kelele imekuwa kubwa. Kwani Jean Charles mbona alikuwa na watu wengine? Kwa sababu wanako kwenda kushambulia
hawawi wakiwa combined. Tuone wale wanasema combined, wanasema wanakwenda wanafanya combination attack. Mnakwenda mnaunganika mkiwa mnacheza kwa ushirika, kiasi kwamba hata mtu kimpata kwenye nafasi ikiwa ndogo anakuwa anapata ufanisi kwa wepesi. Hilo ni eneo ambalo lina shida. Lakini tabu yao sio kupanga nafasi kuzitengeneza. Wanapofika kwenye mstari wa mwisho, ubunifu wa kupita mstari wa mwisho umekuwa mdogo, kwa sababu wao wanapokwenda kwenye mstari wa mwisho hawakimbii ndani, wanakimbia nje. Sasa ili watengeneze nafasi za kukimbia ndani, pia wanataka fullbacks wao ndio wahusike kwa overlap. Kwa hiyo tafsiri yake, njia yao ya kushambulia, hawashambui accuracy, wanataka kushambulia width. Sasa mnapokuwa mnashambulia width, manake muikute safu ya ulinzi ya timu pinzani mmeipata kwenye transition, kwamba labda wamekuja kwenye sanduku lenu, wametengeneza umbo lao bovu ili muwapate kwenye shape mbovu. Sasa mbaya zaidi, Stellenbosch wao walikuwa na sit back, wanacheza chini muda wote. Kwa hiyo ni mara chache kuwakuta kwenye shape mbovu. Sasa kwa staili hiyo kuwakuta kwenye shape mbovu wanachelewa, maana yake muda mwingi mnakutana nao jirani, mnakuwa kwenye pressure kubwa. Sasa mnapokuwa kwenye pressure kubwa, mpate mchezaji ambaye ana spatial awareness. Tunazungumza mchezo hapa, tunazungumza na teacher kangu asubuhi leo mapema, nikamwambia umeona RS Berkane wana wachezaji wenye spatial awareness. Big chance wametumia 2 tu. Wametengeneza big chance 2 katika mchezo wa goli 4. Lakini magoli mengine wameyafunga kwenye nafasi vingi. Nafasi ambazo sio big chance. Sasa Simba big chance 5, hakuna goli la big chance. Wenzao big chance 2. Ndio wametumia hizo kutengeneza magoli. Mengine yamefungwa kwenye nafasi finyu. Tafsiri yake ni kwamba kuna shida kwenye eneo la ushambuliaji. Ndio nikasema ushambuliaji wao kama Chaja Yakobe. Yaani utoe beti pembeni uunganishe huko. Sasa unaunganishaje? Ni kwamba katika flow yao hawaendi wakiwa wanafanya combination attack. Kwa maana mnakwenda wote, mnaweza mkaenda accuracy, kwa maana ya kwenda kwa shabaha, mobility, mkawa mnafuatana, mkapenetrate, mkaweza kupenya, lakini mnakaa kwa maeneo kwa usahihi. Tafsiri yake ni kwamba wanapokwenda kushambulia, wapo watu ambao wanatembea na mipira kwa maeneo sio kwa usahihi. Ila watu wakiona wanahangaika na watu, wanajua wanacheza kwa ubora. Mmoja ya mtu ambaye amekuwa akichelewesha majukumu ya ushambuliaji Simba ni Elie Mpanzu. Yeye ni mwepesi wa kukimbia na mpira kuliko kuweka mpira kwenye nafasi ili wenzake nao wacheze, asogee kwa ndani. Na ndio maana matukio yake mengi unaona anatoka eneo kubwa anaenda eneo dogo kujibana kwa walinzi. Lakini mtindo wake wa kwenda ungekuwa unaenda kwa kuacha mipira, tungekuwa tunamuona anahusika kwenye nafasi nyingi kubwa na kufunga. Huwezi kumuona anahusika kwenye nafasi nyingi na kufunga, kwa sababu yeye muda mwingi unakuta ule mpira anakimbia nao, anaenda kwenye running pass baada ya kucreate running pass. Sasa muda mwingi anafanya running route, anakimbia kule, na utaona jana tani nyingi ambazo zilifurahisha watu anazifanya karibu na central cycle. Sasa nini maana yake? Maana yake ni kwamba unaweza kuona mchezaji huyu anacheza, kumbe anachezea mpira. Unaweza kuona mchezaji anatakuwa acheze mpira aende kwenye nafasi, na ndio maana unaweza kuona Simba dakika 45 za kwanza big chance ilikuwa tabu kutengeneza. Lakini hata wakikutana hizo half chance, spatial awareness, utulivu uliozidi kutulia wa washambuliaji wao ni mgumu. Ni washambuliaji ambao wanatakiwa kucheza kama mtu anayeingia kwenye geti la soko liko wazi ndio afunge goli, ila ukimletea ikaeka tu umemtoa mchezoni. Sasa kwa namna nature ya mechi hii ilivyokuwa na ubunifu wa wachezaji unapokosekana, na ndio ambako hata coach Fadlan Davis amezungumza, mechi kubwa kama hizi zinataka wachezaji wanaweza kuzitumia nyakati kwa uzuri. Na mimi nakueleza kwa mechi ya jana, ghafla tu Jean Charles wao walitaka kuwakumbusha Simba Chama, sababu maeneo kama yale Chama ndio anapata utulivu. Bahati mbaya kwenye kukosea, mimi simlaumu sana mchezaji, huwa inatokea anakosea, lakini kwa jana Simba mchezaji alikuwa bora kwenye mchezo mzima, tena kwa timu zote mbili ni Jean Charles. Huwa ana 8.5, kagusa mipira mingi kwenye sanduku la mpinzani, kapiga pasi sahihi kwenye sanduku la mpinzani, kahusika kwenye mipango yote kwenye sanduku. Hata goli alilokosa yeye mwenyewe alitoka kutengeneza set pass, sio sisi? Yes. Katengeneza set pass, kaenda kaikuta kwenye njia. Sasa ni nini maana yake? Alicheza kwa ubora ila kosa, lakini kweli ulivyo moja ya kitu ambacho Simba kama watakirekebisha ni pamoja na mtindo wao wa kushambulia, waende kama mapacha. Lakini kushambulia kama mshenga kumpelekea barua bwana harusi, ikikataliwa unatoa sidi mwenyewe, ni ngumu, kwa sababu inawapa wakati mgumu kucheza. Mpo hili tutarudi, hili liache kwanza, tutarudi tu. Sawa. Kuna nyakati Stellenbosch walifanya mashambulizi mawili perfect mazuri kabisa ambayo yalizua hatari katika lango la Simba Sports. Inatoa tafsiri ni aina timu gani kuelekea mchezo wa pili. Kama walikuwa wanaamua bwana tunaenda, na walikuwa wana uhatari, lakini bado wanarudi chini. Kuna picha tayari wametengeneza kuelekea mchezo wa pili. Yes, nilizungumza na wenzangu na Mkalaboko na wengineo kuhusiana na sisi walimu tunapokwenda kucheza mechi lazima uwe na mpango wa mechi. Katika mpango wa kwanza wa mechi huo unakuwa ni kashindo. Ile pale mpo ni ukalishe kwa kama Stellenbosch kama kwa wanajisahau wacheze sababu tunawaweza, lakini baadaye
turudi kwenye majukumu mpango wetu ya kwenye jibu langu utaona kipengele hicho cha swali lako kuhusiana na mpango wa kuelekea mechi. Target ya kwanza ya coach yoyote kwenda kuchukua alama 3. Lakini kadri mchezo unavyokwenda una evaluate mule unafanya assessment yako, unagundua mimi hapa point 3 ni ngumu kuchukua. Hapa stock hapa. Sasa nirudi kwenye sare, kugombea sare. Kuna muda unaiona sare imekuwa mbali na ulipo wewe. Umekuwa mbali na ulipo wewe. Ndio. Unakubali kwa kugeukia ukweli, mchezo huu niyo nimepoteza. Lakini katika kupoteza kwangu nisipoteze kwa idadi kubwa ya goli. Kwa sababu nina matumizi na uwanja na mechi ya pili. Sasa kwa ukimwangalia Bruce Baxter, Steve Baxter huyu coach, lazima vitu hivyo vyote alikuwa amevifocus. Possibility ya kupata yeye ushindi, possibility ya kupata sare, possibility ya kufungwa chache ili kuamsha matumaini akiwa katika ardhi ya nyumbani. Sasa tukiangalia kwa haraka tutakubaliana kupata ushindi amefeli, si ndivyo? Kupata sare amefeli, amefanikiwa eneo moja la kutokufungwa goli nyingi kwa maana goli moja. Mpango wake wa next game anatambua opponent ana goli moja kibindoni. Ili nisonge mbele ni lazima mimi nyavu zangu zitikisike. Yaani Simba suluhu inaweza ikampitisha. Si anahitaji wa huko. Ila opponent ni lazima afunge. Yaani nyavu zitikisike kama ambavyo Simba iliohitaji mchezo wa pili na Almasri. Tutaenda suluhu, tutaenda sare, nitapata bao moja, tukaongeza muda au tukaenda kwenye penalty shootout au kitu gani. Yaani lazima mwalimu ujipange katika maeneo haya. Sasa hii game the way ambavyo ilikuwa inakwenda, ile dynamic situation ilikuwa ina provide hivyo vitu vyote viwili. Kuna muda unaona anacheza kwa target. Mwangalie De Jong. Yes, ule mshambuliaji mzungu. Ni mshambuliaji pase. Lakini tena traditional. Mwangalie area aliyokuwa anacheza. Area 1 hata aina kikosi kipa namba 1 yule alianzia nje. Yes. Area number 1 ya kwenda kucheza kule kwenye mita 35 ya mwisho. Kama mshambuliaji wa kwanza kaingia mara chache, kacheza zaidi kwenye link up hapa kwenye dara midfield. Kwamba tuchukue, tuchelewe, tufanye hivi lakini twende hivi. Umezungumza vyema kuhusiana na goalkeeper. Na niliwaambia nikawakumbusha kwamba huyu goalkeeper mimi ndo nilifurahi kumuona yeye golini. Kwa sababu ya kisa chake. Kwamba mwaka 2016 alienda viral duniani. Kwa ile acrobatic aliyoipiga dakika 93. Ndio huyu wa Baroka. Akaingia kwenye Puskas. Ndio mshindi wa pili. Bwana ndio mvinje. Ndio alichukua scorpion kick ya nani kipindi kile Yes. Ya Giroud katika Arsenal. Giroud ndio akamshinda. Sasa unaweza kuanza kuangalia. Tena nakumbuka hata review ya Ronaldo alisema ningekuwa mimi napiga kura ngo nampa huyu kipa. Ulikuwa unampa kipa. Ilikuwa agharabu kipa kufunga kwanza na aina ya mtindo aliofunga na muda. Na muda. Kwa sababu ile goli ilikuwa dakika 93. Unajua Sergio Ramos. Sasa hivi kwanza unaona hapa ile 93 yake. 93 kaichola hapa. Huko ana 15 alafu kwa 93. Kwa Sergio Ramos ile 15 ya rafiki yake Antonio Puerta. Walicheza naye Sevilla. Afu akawa bahati mbaya akafariki. Siku anafariki Sergio Ramos na alikuwa very close. Anafariki Sergio Ramos anafanya first debut katika national team. Na alikuwa close sana. Kwa hiyo kama sehemu ya kumwenzi ndio huwa anavaa national team anavaa 15 na club level alikuwa anavaa namba 4. Kwenye tattoo zake zile alivyochora, hii upande mmoja wa kichwa kuna hii ya 15 ya Puerta, alafu kuna hii 95 ya dakika ilizofunga goli jioni Atletico Madrid. Finali ya UEFA Champions League. Sasa huyu anaitwa Oscar Musikile. Aliscore goli la TikTok naye dakika hii ilikuwa 93. Goli lilikuja katika wakati mwafaka sana. Mimi jana wakati naiona lineup yao nilienjoy kumuona golikipa mwenye historia nzuri ya kidunia ambao alipangwa na bado alifanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Sasa basi haya yote tunayozungumza ni game plan ya pili ya Steve katika mchezo wa pili ambao wanaokusudia dhidi ya Simba. Ndio maana tunaiona hii game kama haijaisha na hata wale ambao wanasikia unyonge kwa sababu wanajua kwamba game bado iko hai. Kulikuwa kuna nafasi ya kuimaliza hapa nyumbani kwa margin kubwa. Kwa mfano katika nafasi 5 walizotengeneza. What happened kama unaweka mipira mitatu wavuni? Maana yake ungempa mzigo mzito sana. Na ukachanganya na goli lako la foul. Ungempa mzigo mzito sana away team kwenda kukushinda huko. Sawa, bado tupo kwenye mchezo wa Simba Sports ambao wamecheza dhidi ya Stellenbosch Afrika Kusini, mchezo wa mkondo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika. Pia tunaitazama kwa uchache sana Berkane ambao walikuwa nyumbani wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 4
dhidi ya CS Constantine ambao hawa pia walikuwa kundi moja na Simba Sports. Tumalizie Zuberi kabla hujamtazama Jean Charles Ahoua. Watu wanalalamika, watu wana maoni tofauti kuhusiana na mabadiliko ambayo mara zote Fadlu Davis huwa anayafanya. Amekadilika dakika 74, 75 hivi ndio wanafanya mabadiliko. Huenda hii ikawa ni faida mara nyingi ambazo huwa wanapata timu pinzani hasa kwenye michezo ya maamuzi kama mchezo wa jana. Wanalalamika, nafikiri kuna vitu wanaona tofauti. Simba wanao shida ya kupoteza kasi ya mchezo, kutoku intensity. Pindi ambapo wachezaji wake wale wanaoanza wanapokuwa wameshindwa kusave energy yao. Na unapokuwa ukifanya mabadiliko, wachezaji wengi wanaoingia Simba hawaleti kasi ya mchezo kama ambayo imeondoka ya mwanzo. Sasa coach kuna wakati anajaribu kutengeneza mzani kwa kujaribu kuwatumia hawa kwa muda mwingi ili angalau wanaokuja basi angalau mchezo mechi kwao iwe kwenye kubalance matokeo na kubalance mapigo. Kwa bahati mbaya inapokuwa timu haina matokeo mazuri inawapa wakati mgumu sana wao. Na hii ndio mapungufu ya Simba. Na yatokee kwa bahati mbaya, yanatokea kwa sababu moja. Viwango vya wachezaji wa Simba kwenye timu. Hakuna timu ambayo wachezaji wanafanana na viwango, lakini hawatofautiani sana. Simba wachezaji wao wanatofautiana sana viwango. Na kuna wakati timu ilikuwa inataka kufanya mabadiliko, hata mchezaji akitajwa watu hawashangilii. Tafsiri yake wanaingia wachezaji wa kawaida. Jana ilikuwa ni mechi ya nyumbani. Angalia mabadiliko yanayofanywa Kibu Denis. Kama utakumbuka. Angalia mabadiliko alikuwa anafanywa na kufanya mabadiliko Kibu Denis, anafanywa Mohamed Hussein Shaka kuingia Noma. Anaingia Noma. Huo ni watu wanaibuka kuonyesha kwamba huyu anaingia, ana nguvu nyingine. Maana yake anaingia watu kama wanaomba Mungu. Watu kama wanaomba Mungu wangu wewe. Mungu wangu. Ndio Simba wanacheza kwa Mungu wangu wanapofanya mabadiliko. Ndicho ambacho kinawapa nguvu. Na hili halina siri. Kwa sababu nje hawa wachezaji wao 11 tukiwataja, nani ana hamu jana nje ya Jean Charles Ahoua ingie nani? Nani ana hamu hiyo? Na Charles Ahoua walifanya liomba mabadiliko bila shaka. Lakini mabadiliko yake nilikuwa nasema wakati mwingine mtu mwenye kuidhinisha mabadiliko ya kitabibu ni daktari. Pengine daktari akaona unaweza kuendelea, nenda kaendelea. Lakini nikuulize, Jean Charles Ahoua jana si wamesema hajacheza vizuri? Haya, tutajieni nani wanatamani Simba acheze? Ni swali ambalo ukiwauliza wanajua, anatokea huko. Na mtu akitafuta labda atafute siasa ya mpira na maelezo. Nani ana hamu leo Abdulrazak Hamza akiwa na majeraha acheze? Nani ana hamu leo nje ya Kagoma aingie pale acheze? Umeelewa vizuri? Kwa sababu timu haijapata huo mzani. Lakini sio kwa bahati mbaya, timu zote zinavyojengwa huwezi kupata kila kitu bora kwa wakati mmoja. Hayo ndio mapungufu ya Simba. Lakini kingine ambacho kwao kinawapa ugumu, namna wanavyocheza mechi zao. Tegemea hawezi kuwa bora dakika zote kwa sababu Simba wanataka kumaliza mechi ndani ya dakika 25 kwa ubora. Kwa kasi za kwanza zile wa kushambulia. Wakikutana na timu ambayo ina endurance nzuri mithili ya Stellenbosch, kuna wakati mtakutana kwenye mapungufu. Ila ninachoomba nafasi kwao kwamba mechi ijayo dhidi ya Stellenbosch, ninachokiona kitakachowapa nafasi Simba, Stellenbosch watatoboa sinia ambalo wanaliongezea mchuzi kwa sababu moja. Ubora wao wa kujilinda utapungua. Ngoja kwanza si wanafanyaje? Watakwenda kutoboa sinia ambao watakuwa wanaliongezea mchuzi. Kwa mchuzi unamwagika chini. Kwa sababu muundo wao kucheza kwa msaada. Muundo wao kucheza haiwezi kuwa approach hii tena. Kwa sababu kwanza wanataka idadi kubwa ya mabao. Kwa hiyo nao watafunguka. Kile walichokuwa nakifanya kipindi cha pili ambacho pia kilitoa nafasi ambayo Simba wamekosa nafasi, wanaweza kupata zile nafasi nyingi Simba Sports Club. Kwa sababu Stellenbosch watalazimisha wa flow, wachukue pick ya game, waangalie kushambulia kwenye channels zote. Sasa wakati mnakwenda kushambulia kwenye channels, kumbukeni defending channel inakuwa tabu. Wanasema hiyo tactical flexibility itakuwepo, huo ubora wa mbinu za kushambulia na mzani wa kujilinda. Sasa kama wanaweza kukosa tactical flexibility, itawapa nafasi Simba kuweza kushambulia vizuri. Na ndicho ambacho nimekisema kwamba inaweza sasa na mtu ambaye anaongeza mchuzi kwenye sinia lililotoboka. Sasa Simba kama watakuwa na nidhamu nzuri, bado mimi nawatazama wanayo nafasi ya kushinda mechi South Africa, kwa sababu Stellenbosch style yake yoyote ya kucheza nje waliocheza jana watakuwa wamekuwa risk taker. Maana uwezo wa Simba kutengeneza nafasi na kufunga upo wazi. Simba kwenye kutengeneza nafasi hawana shida. Uwezo wa kudefend kwao hauna shida. Tabu yao ni kutumia nafasi. Sasa Stellenbosch wakijitoa kwenye mzani kwamba watafute kuflow sana, wakumbuke wanaweza kaenda kucheka ndani kumbe njani huko nyuma unanuna. Wewe unacheka ndani huko nyuma. Huko nyuma watu wananuna. Mpo bwana, tumalizie na tukio ambalo lilibeba mchezo mzima. Unajua lilibadilisha kila kitu katika ule mchezo. Dakika za mwisho kabisa za mchezo, Jean Charles Ahoua alikosa, unaweza kusema yeye na golikipa, yeye na goli katika mchezo ule ambao alifanya kila kitu cha mpira. Sasa mwalimu wa mpira tumempandisha kitandani hapa, Jean Charles Ahoua. Kiufundi wewe ni mwalimu. Hata Fadlu bana baada ya mchezo alizungumza, alisema kwa nini yani hajui kwa nini Ahoua alikosa,
akasema labda angempazia Mpanzu angekuwa yupo kwenye offside, lakini akasema mwisho wa siku ile nafasi ilitakiwa ifunge. Afunge, yes. Alimaliza hivyo bwana. Definitely. Akazungumza akasema itakiwa afunge tu ile Atakiwa nafasi. afunge. Tufunge mjadala. Kama VAR ita rule out Itarudi, offside. lakini wewe ushamaliza Weka ile nilikwambia Kifaransa wanasema passo ballon into filet. Yaani pasia mpira kwenye net. Tunaamini kwenye football kuna pasi 12. Bwana Aaron Tuwekelo, hiyo nafasi bwana ipo hii hapa. Tunaamini kuna pasi 12. Pasi 11 zinahusisha wachezaji, pasi ya 12 ni kupasia kwenye neti. Kwa hiyo hapa alichohitajika yeye ilikuwa ni kupasia kwenye neti, kwa sababu kuna kazi kubwa ya Kipunda alikuwa ameshafanya. Nimempongeza kwanza maamuzi yake kuanzia kwenye first touch baada ya ile pasi kuingiziwa na Mpanzu. First touch yake ilikuwa hiyo, kama atarudi nyuma atatuonesha. Anafanya receiving first touch kwa kutumia mguu wa kulia. Pap anampiga chenga golikipa ambaye alitanguliza miguu. Hapa tu kwanza tumpongeze kwa akili ya haraka aliyofanya, kwa sababu angepita upande wa kule kwenye mikono, yani angempunguzia nje huko maana yake mikono ya goalkeeper alikuwa na nafasi ya kucheza. Otherwise kwenye miguu otherwise labda akushike miguu tunufaike kama nchi kwa penalty, lakini kwa walio wengi wangepita upande ule. Sasa basi wakati anapiga chenga ya kuja kupita upande wa miguu, maana yake anaondoka kwenye frame ya goli. Ule mpira unaanza kwenda kwenye difficult angle. Sasa wakati mpira unakwenda kwenye difficult angle hapo inaonekana pia katika strong foot yake na weak foot. Left side ni weak foot. Ambao komandi zake haziwezi kuwa 100% yani, kama komanda akili inakwambia pale Mungu anakukatalia. Then ile tunasema force times distance. Kabla kupiga mpira wote niwe nakupigia kwa mita 1, kwa mita 2, kwa mita 10, lazima uzito na umbali viwe na calculation. Kwa hiyo hapa alianza kugafirika kwa sababu pia alikwenda kuapply mguu ambao sio powerful kwake. Lakini the way alivyokomba hapa alikuwa anatoka kwenye frame. Yaani angalia ile posti ya goli. Angalia posti ya goli hapo. Anapomchukua ile posti ya goli anaanza kuiacha nyuma. Umenielewa? Kwa hiyo nataka kwenda kutumia weak foot kukomandi uzito wa pasi yangu ya kwenye neti. Sasa ndio madhara anapokwenda kutokea. Ndio maana hapa unamuona mchezaji mwenzake wa Simba, nafikiri ni Ateba. Leo ni Ateba Mbida. Yani anaenda kufungia break kwa Ateba, ambaye Ateba alikuwa anatoka kwenye njia sahihi ya kuweza kufunga kwa sababu ameliona goli kwenye uso wake. Maana yake huu mpira Ahoua angeza kuiacha afunge Ateba. Yes, kwa hiyo mambo mengine yote yalikuwa mazuri except hiyo weak foot na direction ya mpira, the way alivyoukomba na kuanza kutoka nao kwenye sehemu ambayo sio sahihi sana. Lakini pia kwenye kumwachia, maamuzi sahihi angekuwa kumwachia Ateba. Pale Ateba ile goli lilikuwa kama linakuwa pembezoni kidogo mwa Ateba. Lakini kuna watu mafundi wa kupiga katika staili ya kevu, katika staili nyingine yoyote, lazima ule mpira ungeenda kwa goli. Ndivyo hivyo tunaikamilisha kick-off number 1 leo ya namba 10, ambapo tumeitazama michuano ya kombe ya shirikisho barani Afrika kwa Simba Sports, ambaye ni mwakilishi pekee kutoka Tanzania na Afrika Mashariki kunako michuano hiyo. Kwenye mchezo wa kwanza ama mkondo wa kwanza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Stellenbosch kutoka kule nchini Afrika Kusini. Mchezo mwingine wa RS Berkane ambao hawa walifanikiwa kuibuka na ushindi wa 4 dhidi ya CS Constantine kutoka Nigeria, ambao hawa pia walikuwa kundi moja na Simba Sports. Teacher Tigana Lukinja ni Tigana TZ ukimwandikia hivyo kwenye Instagram na mitandao mbalimbali ya kijamii unampata kwa jina hilo hilo kule. Huwa na mambo makubwa ambayo wewe ni faida kwako ya kiufundi na mambo mengine ambayo wewe huenda sehemu nyingine kwa ngumu kuyapata. Alikadhalika Zuberi Mkalaboko ukimwandikia kwa jina hilo ama ukimtafuta kwa jina hilo la Zuberi Mkalaboko unampata. Mimi ni Idi Nonga, ukiniandikia kwa Idi Nonga _ ama ukinitafuta kwa Idi Nonga _ pia unanipata. Message zilikuwa ni nyingi mno, tukipata nafasi kwa muda mwingine tutakuwa tunazishare kwa sababu hapa huwa tunamaliza saa 9. Kick off number 2 ndio muda wake huu.